Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Lucas, ni mzima, ninamshukuru Mungu. Nasema ni asante kwa kufika tena mahali hapa. Pia ninasema ni asante kwa kuja kuwapata mko wazima. Amen. Basi ninamshukuru Mungu kwa nafasi hii, kwa sababu mimi singeweza kufika, lakini kwa mkono wake ningeweza kufika tena. Nimefika tena, na wacha neno la Mungu lihubiriwe. Amen. Amen. Leo tutajifunza kuhusu utiifu. Utiifu kwa watu wa Mungu, utiifu kwa mataifa, utiifu kwa kila mahali kama walokole. Amen. Biblia inasema katika kitabu cha Warumi 16:19 ya kwamba kwa maana utiifu wenu umewafikia wote. Amen. Utiifu wetu umewafikia wote, na basi ninafurahi kwa kuwa ninyi mmekuwa watu wazuri. Hayo ni maandiko matakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko ndio yanasema ya kwamba sisi tumekuwa utiifu, na Mungu anafurahi kwa kuwa watu wake wamekuwa utiifu, wamekuwa watiifu katika hiyo hali. Nataka niwaulize, nataka tuongee kitu ambacho kuwa kitatujenga na kitatuinua katika imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kanisa hivi ambavyo tumekuwa, Mungu anasema wale ambao waliniamini na nikawaokoa katika mateso na kuwaleta katika nyumba ya mwangaza, mahali ambako hakuna mateso, basi wanastahili wakuwe na utiifu, ili kwamba tukaweze pia wale wengine ambao bado hawajamwamini Mungu, ili wakaweze kumuelewa wa kwamba Wakristo huwa ni watu wavumilivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo hii wewe umeokoka, lakini bado umefanana na wale ambao bado hawajaokoka. Hapo heshima ya Mungu iko wapi? Amen. Kwa sababu Mungu anasema ya kwamba waliookoka ni chumvi ya dunia, wakaisomeke vyema kupitia kwa wale ambao bado hawajaokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama unaelewa hayo maandiko. Ndio maana hapa akasema utiifu wenu umenifurahisha. Amen. Lakini nami ninawaomba ya kwamba mkuwe na upole kwa watu wote, na pia kwa wale wajinga mkuwe na upole. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya ni maandiko ya Mungu. Haya ni maandiko. Mungu anaeleza jinsi ya kuwa watu wake wanatakikana kuwa. Bwana Yesu asifiwe. Sio leo umekosewa na mtu, tayari unachukua hasira na kuzipeleka mpaka inafikia kikomo. Wengine wanasema na tena huyu si ni Mkristo, huyu ndio wakupeleka kesi kotini, huyu ndio wakuchukua mtoto wa mtu na kumpiga jiwe. Ukristo wako utakuwa uko wapi? Jamani, ni kweli mambo mengine yanatuumiza moyo, mambo mengine huwa yanatufinya kweli, lakini licha ya kule kufinywa inastahili uvumilie. Hata kama utaongea, lakini uongee kwa upole, usiongee na kushout. Ongea mtu ambaye Yesu amekaa ndani yako. Amen. Kwa sababu ukianza kushout, tayari unaambiwa Yesu hayuko ndani yako. Na ni kweli, mwenye ameokoka kweli hawezi akashout, hawezi kushindana na mtu ambaye hajui neno. Na sisi tunahubiriwa kila wakati ya kwamba tuwe na hekima, tuishi na wenzetu vizuri. Maandiko yanasema ya kwamba pendaneni ninyi kwa ninyi kama mimi nilivyowapenda. Why sisi hatupendani? Kwa nini? Amen. Kwa nini sisi tunashindwa kuwa na upendo? Kwa sababu gani? Kijicho, wivu, ya kwamba yule akona kitu fulani mimi sina.
Hicho ndicho kinafanya ya kwamba watu wengi huwa wanachukiana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hapa neno la Mungu linasema walokole ni lazima wapendane, licha ya kuwa huyu ni masikini na huyu ni tajiri. Kisha hivyo hivyo wanatakikana wawe wako sawa sawa, kwa sababu maandiko ndio yameeleza ya kwamba tuwe na upole na tuishi kwa kupendana, kwa maana upole wetu Mungu amefurahi. Amen. Mungu amefurahi vyenye sisi huwa tunaishi katika dunia. Hakika ni kwamba tukiishi katika hii dunia na tuwe tuko na upole, tutamwona Mungu. Wapendwa, tuondoe roho za hasira, roho za chuki, roho za kukasirika. Tumwambie Bwana, tazama huyu ameweka mtego. Mungu nisaidie ikaweze kuepuka na hii mitego. Amen. Kwa sababu roho za hasira ni za shetani. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko hayakueleza ya kwamba Yesu alikuwa na hasira. Hapana, Yesu alikuwa ni mtu wa kunyenyekea. Yesu alikuwa ni mtu wa upendo. Yesu alikuwa ni mtu mwenye kusamehe. Amen. Itakuwaje sisi tuishi na chuki za watu wengine? Itakuwaje? Yesu alipokuwa anasulubiwa, maandiko hayajaeleza kwamba Yesu aliwachukia watu ambao walimpiga mjaledi. Kama Yesu alikuwa na hasira, basi angemchukia Petero, kwa sababu Petero ndiyo chanzo cha Yesu kuteseka. Petero ndiye chanzo cha Yesu kusulubiwa. Lakini maandiko hayakueleza kwamba Yesu alimchukia Petero, ni kwa sababu yeye ndiye alikuwa akamukana na kumpointi mbele za Wayahudi ili Yesu akaweza kusulubiwa. Maandiko hayajaandikwa hivyo ya kwamba Petero alimukana Yesu, ndio, lakini Yesu akajua ya kwamba wewe ndio utanisaliti, ni Yuda. Amen. Na kisha Yesu akamwambia Yuda, tazama jogoo litawika mara mbili na utanikana kabla jogoo alijawika. Oh my God, lo sala baba yane ribaisi ketelisiota babaza. Kwa nini sisi tunaishi na chuki? Kwa nini vitu vidogo tunachukiana? Why? Tujifunze kuishi na watu vizuri. Tujifunze kuishi na neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa, tutashindwa kuingia katika ufalme wa Mungu kisa ni vitu vidogo, ni vitu ambavyo vinaepukika, lakini tukivipata kimwili ndivyo hatuwezi, tukivipata kiroho ndivyo tunaviepuka. Amen. Kwa hiyo kama washirika, nataka tukaenende katika sawasawa maneno ya Mungu ambayo yamesema, neno la Bwana ambalo limehubiriwa. Ni lazima tuende sawasawa na lelo. Ni lazima tuende tukamwone Bwana. Kama aliweza kufa Bwana, akaweza kuugua, akapigwa mijaledi, kusudi mimi na wewe tukaweze kuingia katika ufalme wa Mungu. Leo hii itakuwaje aibu?